Nianze kama ilivyo ada kumshukuru mwenye kutumiliki na mwenye kumiliki vilivyomo katika mbingu na ardhi, muumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye alasiri ya leo katujalia tumeweza kukutana hapa, na tangu asubuhi tuko katika jimbo hili la Uzini. Sala na salamu zimshukie mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe vyote na kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea na kampeni zetu, na katika mikutano hii ya kampeni ya majimbo, huu leo ni mkutano wa 9. Leo ningependa nianze na jambo moja. Ndugu zangu, kuna tofauti kubwa sana ya kiongozi na mchuuzi. Sijui kama tunafahamiana. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kiongozi na mchuuzi. Kiongozi mnamuona jinsi anavyoguswa na maisha ya watu wanaotaka kuwaongoza, naye si mwingine ni Mheshimiwa Othman Masoud Othman yule pale. Na mchuuzi mnaona miaka 5 hii imekuwa ni ya kutuchuuza. Lakini nataka kulizungumza hasa mnaofuatilia hotuba zake huko. Mimi namstaajabia sana. Anazungumza nitafanya hili, nitaondosha kero hili. Hayo tuseme sisi ambao hatuna hatamu za kuongoza serikali. Wewe serikali umeiongoza miaka 5. Kwa nini hayo unayosema utayafanya hukuyafanya miaka 5? Unamsikia anazungumza ataboresha maslahi ya walimu. Kwa nini hukuyafanya akawa mazuri miaka 5 hii? Anasema ataondosha kodi ambazo ni bughdha kwa wafanyabiashara. Kwa nini huziondoshi sasa na wewe una mamlaka? Anasema ataleta ajira. Kwa nini hukuleta ajira miaka 5 iliyopita? Ndugu zangu, haya yanatosha kutuonesha nani kiongozi na nani mchuuzi. Wewe kijana wa Zanzibar, tena mimi wengine nawaonea huruma vijana wetu, manake vijana nyinyi mlioamka, hebu mkikaa huko waamsheni wenzenu. Wewe kiasi gani unaona fahari, unavutwa video umebeba mikate ya boflo 3, unasema hiyo ndio sababu we ya kumchagua mgombea? We thamani yako boflo 3. Lakini inakuonesha kiasi gani wamewapumbaza baadhi ya vijana wa nchi. Sasa mimi nataka nitumie fursa hii niwaambie vijana,
wewe kijana huwezi ukaishi kwa kutegemea kugaiwa. Leo utakuwa nayo kukugaia, kesho na kesho kutwa wewe kesha kuvunja msingi wa utu wa kujituma ukajisimamia. Kama wanawapenda, mambo mawili. La kwanza ilikuwa ni kuwasomesha. Na kuwasomesha kuna namna mbili. Ama anaweza kuwa mtu akili yake nzuri akasoma darasani akaenda akasoma masomo pengine mpaka degree huko, au yule ambaye akili yake Mwenyezi Mungu kaelekeza katika utundu wa mikono na akili yake akapelekwa kwenye mafunzo ya kazi za stadi za ufundi. Lakini baada ya kumsomesha umtafutie ajira. Sasa nimetaka kulishika hili kwa sababu jana mmemsikia mgombea wetu wa urais alipokuwa akichambua sera ya elimu, kasema jambo la kwanza, huu ufisadi wa kumfanya kijana wetu anaanza maisha tuna deni la elimu, tunakwenda kuliondoa. Mgombea urais kasema tutamsomesha kijana kuanzia nasari mpaka chuo kikuu, mwisho wa upeo wake atasomeshwa bure na serikali yake. Na hili ndugu zangu ni kumtua mzigo sio kijana tu, hata nyinyi wazee. Kwa sababu sasa hivi wazee wanajikhini, wakipita wengine wakidhalilika kuomba, wengine wanafanya kazi hata hastahiki kufanya. Mtu kesha jichokea anatafuta kumsomesha mwanawe, anamsomesha mwanawe kwa matarajio kwamba huyu akishasoma akipata ajira atakuja kuwa mkombozi wake na mkombozi wa mzee aliyemsomesha. Kwa hivyo hilo la kwanza, na rais kiongozi kakwambieni msimamo wake. Lakini ukishamaliza kumsomesha, nimesema mtafutie nini? Ajira. Na ajira si lazima itoke serikalini. Serikali kazi yake kutengeneza mazingira ya ajira. Sekta binafsi iliyo rasmi na isiyo rasmi ikue. Na hapa ndo napataka pakamati. Leo nyinyi vijana mnaosafirishwa jiulizeni, miaka 5 iliyopita mliahidiwa kwamba huyu bwana ataleta ajira 300,000. Nilikuwa nikimhesabia kila mwaka, mnakumbuka nyinyi, kwamba ajira 300,000 ndani ya miaka 5, manake kila mwaka uzalishe ajira 60,000. 60 mara 5 ndio utapata 300,000. Sasa nikuulizeni watu wa Mpapa na wilaya ya Kati kwa jumla, sisi mjini hatujaziona, nyie huku ajira zimefika? Vijana wenu wamepata ajira huku? Na nimekuwa nikimwambia sote kinyume chake, ajira za Wazanzibari kawatoa wasokuwa Wazanzibari akaleta kuja kuwapa ajira za Wazanzibari. Watoto wa Kizanzibari wamekaa wanateseka mabarazani, wengine wamesoma na vyeti vyao wamebishia kukaa barazani, anarudi nyumbani anangoja kufunua kawa la mzee alotafuta kijio. Sasa leo wewe ndugu yangu anapokujia hata haya hana, akanadi tena kwamba ati miaka 5 ijayo ataleta ajira 350,000, maana wameongeza 50,000 mwaka huu. Kwanza tuambie, hii miaka 5 zile 300,000 ulizotuahidi ziko wapi ajira hizo?
Sasa wewe kijana, ndugu yangu, utakaa ukisubiri tu. Kijana, miaka 10 ukija ukiipoteza, tahamaki ujana umeondoka. Kwa hivyo ndio maana nikasema ujue tofauti ya kiongozi na mchuuzi. Kama unaleta ajira, tungeziona miaka 5 hii. Ondoka. Mimi na wasiwasi kwamba hata mwenyewe huwa anasahau aliyosema. Na ndio maana niliwaambia Pemba kule, na hapa narejea. Katizameni hotuba zake za kampeni za mwaka 2000, mlinganishe na hotuba zake za kampeni za mwaka huu. Yale yale anarejea. Kwa sababu hakuna ulichokifanya. Tunazo clip zako kwa mdogo. 2020 ulisema wewe ni muumini wa kodi ndogo. Si mnakumbuka? Kwamba yeye haamini katika makodi makubwa. Miaka 5 hii, nyinyi niambieni, kuna alosalimika? Kila mtu anakabuliwa. Leo mpaka mpika maandazi na muuza maandazi nchi anatakiwa kakate leseni. Serikali gani ya kidhalimu hii? Huyu unamkamua kodi. Leo wafanyabiashara madukani, mnajua nini? Makodi na leseni zilivyoongezwa tozo zake. Wenye kuendesha gari za utalii, ilikuwa nchi hii mpaka maana kazi zenyewe ni za kutaradadi. Ilikuwa mpaka wewe upate mgeni anataka kupelekwa pahala, unapita unakwenda kuchukua kibali, unalipa shilingi 1500, unapeleka mgeni wako. Leo wamewekea utaratibu kwamba walipe mwaka mzima. Umepata kodi hujapata, umepata kazi hujapata, unakatwa kodi wewe. Sijui nani utafute tozo ya ID. Wao kutaka uwe na ID, halafu ya ID uilipie wewe dereva. Kwenye taxi huko kuna madereva wa taxi wamefuta gari zao maandishi ya taxi, wanaishia kutafuta kazi za kuibia kwa sababu ya makodi ambayo wamewaekea. Juzi, samahani, ilikuwa wiki iliyopita Pemba, nilizungumza kuhusu ufisadi uliokuwa katika Wizara ya Afya. Leo kuna mfanyakazi alikuwa ananiambia asubuhi wakati tunakuja huku, ananiambia hawa wamepandwa pepo tangu rais anayesubiri kutekeleza ile ndoto ya Maalim Seif Othman Masoud kutangaza kwamba tukimwapisha tu anafanyia kazi kuhakikisha kima cha chini cha mshahara cha mtumishi wa serikali hakitopungua 1,000,000. Wamepata kiwewe. Haiwezekani, haiwezekani. Sema huwezi wewe, usituhukumu sisi. Lakini huyo alikuwa ananiambia mfanya kazi wa serikali, ananiambia wao, sisi tunangoja atuambie 1,000,000 ya Othman Masoud haiwezekani. Atuambie yake yeye inawezekana kiasi gani? Ana mangamanga, tulikuwa na msaidizi mkokotoni. Sema basi wewe. Uchumi ukipanda, mshahara utaongezeka. Kampeni hazifanywi hivyo. Unapokwenda kwenye kampeni za uchaguzi, ushajipanga kwa miaka 5. Na wewe tofauti na sisi. Sisi hatuna serikali. Wewe una wataalamu wote serikali, maana watumishi wote wa umma wamewaingiza katika siasa. Walipaswa hawa wakusaidie, wakwambie, utuambie na uambie wafanyakazi, utawafikisha pala kiasi gani? Na mnakumbuka mwaka huu May Day, siku ya wafanyakazi, Rais Samia kule alitangaza nyongeza ya mishahara.
Hapo wafanyakazi wa Zanzibar wameandamana jua kali, wanasubiri watangaziwe. Kawaambia atawapandishia kadiri uchumi ukikua. Si kama uchumi haukui, na kutajieni kila siku ufisadi mabilioni yanayopigwa. Na leo hapa nalo la 9 nitawapa tukijaliwa. Hii bashraf tu utangulizi na wapa leo. Lakini hoja yangu nini? Au hoja ya mfanyakazi, wewe umeshindwa kuwapandishia, lakini wewe za kupiga na wenzako zipo kila siku. Huyu mfanyakazi ananiambia yeye huyu miaka 5 yote hii katuwekea shilingi 50,000 katuambia ya nauli ya usafiri. Lakini huyu mfanyakazi ananiambia katuongezea 50,000 ya nauli, halafu hapo hapo katuwekea bima ya lazima ya afya. Kila mfanyakazi anakatwa kwa mwezi 80,000. Sasa ananiambia huyu, hii 80,000 ukitoa 50,000, yeye hajatuongezea, katupiga 30 zetu kazichukua. Kwa hivyo ndugu zangu, alisema ataleta ajira, hakuna ajira. Leo anaahidi tena ajira. Alisema muumini wa kodi ndogo, anapiga makodi kila siku, anakamua wafanyakazi, hakuna chamana. Ndio maana kila nyumba ya Mzanzibari inanuka njaa. Lakini wao wanaishi maisha ya nasa. Wao, familia zao, wakwe zao na shemegi zao wote wameletana kwamba huku kuna wajinga ndio wale wao wa Zanzibari. Kama sisi wajinga, tutakuonesha ujinga wetu Oktoba 29 tukijaliwa. Haiwezekani tukenda hivi, kwamba ukawafanya wa Zanzibari leo kila lenye asili na nasaba ya Kizanzibari analifisidi. Lakini huku unawamaliza wa Zanzibari, kila mmoja taabani, kila unayemwona uso umeanguka kwa dhiki za miaka 5 ya serikali ya kifisadi ya bwa mdogo. Ukifika pahala ndugu zangu, ukawa na serikali na mtu mtawala anayeona fahari kwamba anaandika kaya masikini, ujue huyo kazi imemshinda. Hiyo ni kazi ya mchuuzi. Kazi ya kiongozi ni kumtoa mtu kwenye maskini, ukatuhisabia kaya ngapi, familia ngapi umezitoa kwenye umasikini, umezileta kwenye neema, wanaishi maisha yanayostahili kuishi mtu, kama alivyotaka mzee Karume baada ya mapinduzi kupitia hotuba zake. Mengine atakuja kuyafafanua mgombea urais. Sasa nimesema kwamba alichokijua miaka 5 ya serikali yake ni ufisadi tu kila pale. Wanaweweseka tu. Nilimwambia kama safura zitapanda kutoka dole gumba mpaka kichwani. Tulipokuwa tukimwambia, labda alikuwa kifitwa tania kwamba tumeweka rekodi yote. Sasa leo huu mkutano wa ngapi nimesema? Wa 9. Leo nawapakulia hapa kashfa ya 9 ya kifisadi ya serikali hii katika miaka 5. Ndugu zangu, nchi ambayo taabani, watu kula yao wanahangaika, mtu hatimizi hata mlo mmoja kwa siku, seuza milo 3 wanaostahili kuishi binadamu katika dunia hii. Wao wameamua kufanya ufisadi wa kutisha, kununua magari. Ndugu zangu, mwaka 2023 serikali inayohangaika kukopa, manake moja alotuachia ni madeni, na hili tutaelekea siku yake maalum kulichambua. Lakini serikali inayoishi kwa madeni inakuja na maamuzi ya kutafuta magari kwa ajili yao wakubwa.
Nikuulizeni nyie watumishi wa umma wa kawaida, kuna mtu anapewa gari hapa? Mwaka 2023 ufisadi wa kutisha, ati mpango wa kununua magari 150, magari 150. Balaa haliko hapo. Magari hayo 150 yameambiwa ati thamani ya kuyanunua ni bilioni 17. Tunafahamiana? Nchi masikini kama hii, bilioni 17 kununua magari 150. Nimekuwa narejea na hapa nitarejea tena mpaka izame katika vichwa vyetu kwamba kila bilioni moja ni milioni 1000. Kwa hivyo bilioni 17 ni milioni 1017 eti kwa magari 150. Nini kilitokezea? Kama kawaida hakutoka kitu Zanzibar. Ilitafutwa kampuni ya FK Motors ya nje ya Zanzibar kwa Dar es Salaam, ikapewa tenda hii, na kama kawaida hakuna kushindanisha wala nini. Wewe unaambiwa tu mpe huyo. Mwanzoni huyu ungetegemea madamu yeye ni muuzaji akupe magari umlipe pesa yako, au sio? Labda kama chochote umtangulizie kitangulizi, advance payment. Lakini hii kampuni inajulikana kwa kukopa katika mabenki ikawa hailipi. Ajabu kuonesha kwamba huu mradi ulikuwa na mkono wa wakubwa, ikalazimishwa benki ya watu wa Zanzibar, benki aliyoasisi Mzee Karume, fahari ya Zanzibar, People's Bank of Zanzibar, PBZ, wakaambiwa wao wampe mkopo wa bilioni 12 akanunue gari halafu ajaiuzie serikali. Mpo wa Zanzibari? Benki yenu itoe fedha bilioni 12 iipe kampuni binafsi ikanunue magari kisha irudi ijaiuzie serikali. PBZ wakasema hatuwezi kumkopesha hawa, hatuwezi kuwakopesha hawa, kwa sababu hiyo rekodi ya kuwa na madeni wakawa hawalipi. Serikali yenyewe ikasema itadhamini mkopo huo. Serikali inamdhamini mfanyabiashara mwenye kampuni yake kuchukua mkopo wa kununua magari kisha ajaiuzie serikali, na wakaambiwa wamkopeshe bilioni 12 na bilioni 5 zingetoka serikalini kwenyewe. Kwa hivyo bilioni 17 zote anapewa kutokana na fedha zenu za serikali ambazo ni fedha zenu walipa kodi wananchi wa Zanzibar mnaokamuliwa huku, na bilioni 12 fedha za watu ambao wameweka pesa zao kwenye benki ya watu wa Zanzibar. Lakini uongozi wa PBZ ulikataa, ukasema huyu hana rekodi ya kulipa. Kilichofanyika nini ndugu zangu? Kuonesha watu wana mikono yao katika kila miradi hii. PBZ wakaambiwa nyie si hamtaki kumkopesha huyu. Wizara ya Nchi, ofisi ya Rais, fedha na mipango, ikenda ikachukua fedha zile, PBZ ikampa FK Motors kuwaletea magari yale. Bilioni 12. Ajabu, wenye kufahamu mambo wakawaambia huyu hamhitaji kumpa dhamana, government guarantee. Ziko kampuni nyingi Tanzania ambazo zingeweza kuleta magari bila ya mkopo au kupewa guarantee ya serikali, lakini watu wanachao, watu wanachao. Sasa
katika aliyofanyika nini ndugu zangu? Kwanza, hayo magari yalipoletwa kwa bei kubwa namna kama hiyo, hayakuwa magari mapya, yameletwa magari ambayo yameshatumika. Hilo la kwanza. Lakini la pili, bei iliyoandikwa ni bei kubwa kuliko gharama halisi. Nanyi mnajua Zanzibar kuna vijana wengi wanafanya biashara kuleta magari, wanajua bei za magari. Hapa pakaongezwa gharama, lakini hapo pote hapo bado. Kilichofanyika nini? Haya magari yaliambiwa ni kwa matumizi ya serikali, ama sio? Kwa kawaida usingetegemea yatozwe VAT, kodi ya ongezeko la thamani, VAT. Lakini bei ilipopangwa ikaongezewa na bei ya VAT. Tuna taarifa za uhakika kwamba VAT yote ya magari haya 150 ilipindishwa, ikenda ikapewa mkubwa mmoja huko ndani. Mtoto wa huko nyumba kubwa ndio aliyopokea kwa niaba. Bilioni 17. Fikiria wewe VAT yake ni kiasi gani? Hizi ndio fedha ambazo zinatiwa mifukoni mwa watu. Huu ndio ufisadi wa miaka mitano hii. Halafu unataka Wazanzibari wakuchague. Maana tunasema wamchague tena. Maana 2020 hakuchaguliwa. Wazanzibari hawakumchagua. Aliwekwa kwa nguvu, ukakanyaga damu za Wazanzibari 21 waliouawa ili wewe ukae kwenye kiti. Tena lilopelekea wakauawa ni huu wizi wao wa mapema ambao watu wameleta wakidhani utawasaidia. Tutapambana nyinyi mwaka huu, mtaondoka mkitaka msitake. Wazanzibari tushaamua. Kwa hivyo ndugu zangu, nimalizie kama nilivyosema, kila unapopagusa ni jipu, na ukilitumbua linatoka na usaha, uvundo unaonuka. Ufisadi wa miaka mitano. Walofaidika miaka mitano hii ni yeye, masaiba zake, marafiki zake, familia wako, shemegi, ama hao wamenufaika miaka mitano. Tena ndugu zangu wa Mpapa, ndugu zangu wa wilaya kati, ile jeuri yao, wakikaa wenyewe huko washatupiga vya kutosha, washapiga mabilioni, hukawa wakasema kwamba ati wamekuja kutustaarabisha Wazanzibari. Wazanzibari wajinga, Wazanzibari wa shamba, Wazanzibari wavivu. Kama sisi wa shamba, kama sisi wajinga, kama sisi wavivu, tutakuonyesheni uvivu, ujinga na ushamba wetu kwenye sanduku la kura tarehe 29 Oktoba inshallah. Ndugu zangu, nchi hii si maskini. Haya mabilioni ninayokutajieni kila siku yanayopigwa ni ushahidi kwamba nchi hii si maskini. Narudi pale nilipoanzia. Ndio nikasema, ukiwa wewe unasema 1,000,000 haiwezekani kima cha chini, huwezi wewe, kwa sababu serikali yako ni ya kifisadi. Serikali safi itakayosimamiwa na Mzanzibari safi anayewajibika Othman Masoud inakwenda kubadilisha maisha ya watu wa Zanzibar inshallah miaka mitano ijayo. Sasa nikuulizeni Wazanzibari, niwaulize Wazanzibari wa Mpapa, yenu nyie ya Mpapa tunayajua, tumeelezwa vya kutosha, atakuja kueleza mgombea. Mimi langu nataka kuwauliza, kwa ufisadi huu tunaoanika kila siku, mabilioni yanayopigwa, nyinyi Wazanzibari wa hapa wilaya ya kati, wa hapa Mpapa Bambi, mko tayari kuendelea na ufisadi huu kwa miaka mitano mingine?
Mko tayari nyinyi kudhalilika maisha ya dhiki ili watu wanufaike wajaze matumbo yao? Naomba niwaulize wale ambao wako tayari kuendelea na ufisadi huu wa serikali hii ya kifisadi miaka 5, wanyoshe mkono juu. Hakuna. Sasa wale ambao wanasema ufisadi huu wanakwenda kukomesha na watampa kura Othman Masoud kutupeleka katika Zanzibar mpya, Zanzibar moja mamlaka kamili, naomba mkono juu. Tuko tayari? Tuko tayari? Na tuko tayari sasa kusikiliza nini vision, nini dira ya serikali inayokuja ikiongozwa na Rais Othman Masoud. Basi naomba kama tuko tayari tumkaribishe rais wetu mpya tunayesubiri kumwapisha baada ya Oktoba 29. DJ, mlete Mheshimiwa Othman Masoud aje azungumze na waungwana wa wilaya ya Kati, waungwana wa Bambi na Mpapa, awaeleze nini vision yake kwa Zanzibar mpya inshallah. DJ, kwa umoja wetu, kura zetu zote tumpe Omo wetu, na majimbo yote ushindini wetu. Mara hii CCM hawapati kitu, na majimbo yote ushindini wetu. Mara hii CCM hawapati kitu. Mwaka ndo huu, mwaka ndo huu, mwaka ndo huu, ewe mwana kwetu, wakuinusuru, wakuinusuru, wakuinusuru Zanzibari yetu. Mwaka ndo huu, mwaka ndo huu, mwaka ndo huu, ewe mwana kwetu, wakuinusuru, wakuinusuru, wakuinusuru Zanzibari yetu. Inusuru Zanzibari, ewe mwana kwetu, mara hii tutayari kukomboa nchi yetu. Mpapa raha si raha, raha kweli kweli. Sisi wazalendo, shusha tanga, safari, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Asanteni sana. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, mwenyeji wetu na mwenyekiti wa mkoa wa kichama wakati, ndugu mwanasheria mkuu wa chama, ndugu naibu katibu mkuu mstaafu Mheshimiwa Mazrui, ndugu katibu wa habari na uenezi, ndugu viongozi wa mikoa mingine mliopo, ndugu wajumbe wa kamati kuu, mama yetu mlezi wetu Mama Wena, mama yetu mwalimu wetu mlezi wetu pia Mama Zainab Ali Haji Pandu, ndugu viongozi mbalimbali, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu wagombea mliopo wa chama chetu, ndugu wanachama wenzangu, ndugu wananchi wenzetu wa wilaya ya Kati kutoka katika shehia mbalimbali, nyote kwa pamoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Leo ilikuwa siku ya baraka, siku ya furaha vile vile. Niliamkia mgeni haji. Mimi nikaambia naona leo mgeni kaja. Kwa sababu alituwezesha alhamdulillah, tukakutana, tukazungumza, tukajua ya kwao na tukawafahamisha ya nchi yao. Hizi zote ni neema za Mwenyezi Mungu, tumshukuru sana. Lakini la pili ni washukuru viongozi wetu, wanachama wenzangu, lakini washukuru kwa dhati kabisa
wenzetu wa wilaya ya Kati kutoka sehemu mbalimbali, na hasa niseme wale ambao tulikutana leo asubuhi na sasa hivi waliokuja kuungana na sisi kutusikiliza. Nasema haya kwa sababu naomba nitangulie kwa kuwakumbusha kwamba kwa tulipofika Zanzibar, sisi kauli mbiu yetu tunasema mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi, lakini uchaguzi wa mara hii ni tofauti. Uchaguzi wa mara hii ni wa kwenda kuinusuru Zanzibar. Waliokuwa hawaoni sasa wameona, maana wenzetu bahati mbaya wameshindwa kula na kipofu. Sio tu kwamba wamemgusa mkono, wameukata mkono. Ndio maana kila unapopita, mote tulimopita, kila mtu analia, kila mtu analalamika. Juzi tulikuwa Matemwe, jimbo la Kijini. Wananchi wale wakizungumza, kama machozi yako yapo karibu, lazima machozi yatakutoka. Kilio chao ni dhulma wanayofanyiwa na serikali yao. Tukaenda jana Fumba, waliosikia wamesikia, lakini kilio ni namna gani wananchi wanavyodhulumiwa na serikali yao. Lakini ukipita kila pahala, na leo ndio hayo tuliokutana nayo mgeni haji. Lakini kabla ya hapo, mimi watu wa wilaya ya Kati hasa Dunga walinifata kunieleza karibu mwaka mmoja uliopita madhila makubwa wanayokutana nayo, dhulma kubwa wanayofanyiwa, na wanaoyafanya yale hawaonekani kwamba wanajali, hawaonekani kwamba wametanabahi, na badala ya kuyarekebisha wanapanga kuyafanya makubwa zaidi. Ukanda huu, maeneo yote haya, Mpapa, Umbuji, mgeni haji, kote huku Bambi, unaweza ukasema kama mapinduzi yalifanyika kuwaokoa watu, kuwasaidia watu, walengwa wakubwa wa mapinduzi walikuwa ni watu wa ukanda huu. Lakini wao leo wajiulize, hayo mapinduzi wanayaona? Naona mapinduzi wanayaona ni ya jamaa yangu mmoja, maana alioa mtoto mdogo hivi. Sasa huyu bwana alikuwa mtu rafu kidogo, basi akitaka kumchapa kwanza alikuwa akimwambia ngoja nikuonyeshe mapinduzi, maana hoyaona wewe mapinduzi. Sasa na leo watu wa ukanda huu wanaoneshwa mapinduzi, sio wanafaidi mapinduzi. Mzee wetu mmoja aliwahi kumwambia mzee Jumbe, alimwambia mzee Jumbe, twende tunavyokwenda, lakini tujitahidi haya matunda ya mapinduzi yaendelee kudumu. Na matunda ya mapinduzi ni elimu, matunda ya mapinduzi ni maji, matunda ya mapinduzi ni ardhi kwa watu, matunda ya mapinduzi ni makazi, matunda ya mapinduzi ni elimu,
matunda ya mapinduzi ni afya, matunda ya mapinduzi ni maisha na hali bora, mahali sawa za wananchi. Au jamani sivyo? Si ndio hayo? Sasa yeye akamwambia Mzee Jumbe, jitahidini haya matunda ya mapinduzi muendelee kuyadumisha, kwa sababu tukiala matunda ya mapinduzi tukayamaliza yakawa hayapo tena, tutaanza kuyala mapinduzi. Sikilizeni maneno ya hekima ya wazee wetu. Anamwambia Mzee Jumbe, tukiyamaliza matunda ya mapinduzi yakawa hayapo, tutaanza kuyala mapinduzi, na mapinduzi tutayamaliza. Tukimaliza kuyala mapinduzi, tutaanza kulana wenyewe kwa wenyewe. Jamani, leo hatujafika kulana wenyewe kwa wenyewe. Eti jamani, maana tumefika pahala mwenzenu, mwananchi mwenzenu anataka aje aongoze mambo yenu, lakini ataanza kuwafanyia ghilba, atawaibia kuanzia uchaguzi wa ndani ya chama. Jamani, kweli si kweli haya? Uchaguzi wa ndani ya chama, vireje leo utakuta kikosi kinakwenda kupiga kura uchaguzi wa ndani ya chama, tena chama kilichojipa mamlaka ya nchi. Leo uchaguzi wa ndani ya chama umekuwa aibu, fedheha. Aibu, fedheha. Mwenye pesa yake ndiye ambaye atapewa. Uchaguzi wa ndani ya chama aibu, watu wanafikishana polisi, sanduku liibiwe, watu wakimbie nalo wende wakatie kura nyingine. Huyu anataka kuja kuwaongoza. Unafika uchaguzi wa nchi unafanywa kwa ghilba, na yanaanza kuliwa mapinduzi. Kwa sababu leo tumefika pahala, ndugu zangu, mwenye nchi anasumbuliwa kupata kitambulisho cha Mzanzibari, anasumbuliwa kuandikishwa kuwa mpiga kura, lakini watu wanakwenda kusomba watu wasiokuwa Wazanzibari. Wanakuja wanapewa vitambulisho. Mtu kaja jana, leo anapewa kitambulisho, anaandikishwa kuwa mpiga kura wa Zanzibar. Jamani, hiyo si ndio kuyala mapinduzi? Watu wa Mpapa, jamani, hamjayaona hayo? Mapinduzi yakishakuliwa tutakuja kulana wenyewe kwa wenyewe, na ndio haya tunayoona sasa hivi, kwamba mwenzenu anataka uongozi wa nchi leo unaibiwa. Mnapata kiongozi mkubwa wa nchi, lakini kaupata kwa njia ya wizi, kaupata kwa njia ya hadaa, kaupata kwa njia ya ghilba. Leo una waziri anapata njia ya kwenda kufikia uwaziri, akijua kwamba ninakwenda jimboni, siendi kushinda, lakini nitaibiwa kiti cha ubunge, nitaibiwa kiti cha uwakilishi, nipewe. Na wengine wakubwa zaidi ya uwaziri wako majimboni huko, wanasingizia watoto wadogo kesi eti kakamatwa na bangi ili yeye apate kupita. Paka kuna mmoja mimi nilimuuliza, hivi vyeo ndugu zangu mnakwenda navyo mpaka wapi? Manake mimi ninajua leo sasa hivi nikidondoka hapa, huu makamo, huu wenyekiti,
siendi nao hata kwenye ufuo. Sasa wenzangu, sijui inawezekana wao madhehebu yao labda vyeo wanakwenda navyo akhera. Unawezekanaje ufanye vitendo vya kifirauni kwa kwenda kupata cheo? Lakini yote ni matokeo ya kwamba watu mapinduzi wameyamaliza. Sasa tunakulana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wanajipaka mapinduzi. Wanajipaka mapinduzi, wamebaki manake eti wanaiba kwa kuwa nchi isitoke. Nchi gani na mshaimaliza? Leo wanasema sisi manake serikali gani iko wapi? Serikali gani hiyo iliyokuwa haina mamlaka ya kila kitu? Wao eti leo ndio wanavaa joho la mapinduzi. Na sisi wakija huko wanawalisha kasumba. Hawa wapinzani tunampinga nani? Sisi tunachosema wapinzani ni wao wanaoturudisha nyuma nchi hii. Mimi leo nimetumikia ujana wangu wote serikali hii kwa uaminifu, kwa uadilifu, ofisi nyeti, ofisi kubwa kubwa. Kwa miaka 25 sikuwahi kupewa hata onyo la mdomo. Nimetoka serikali, ndani ya serikali, kwa sababu sikukubali kuiuza nchi yetu ya Wazanzibari. Ndio lililonitoa serikalini. Sasa leo nimekuja kuungana na wenzangu. Ukiniambia mpinzani, wewe basi wakuniambia mimi mpinzani. Mimi nasema niko huku ili kama nilivyosimama nikiwa ndani ya serikali kuwapinga Chama cha Mapinduzi, uovu wao, ubaya wao kwa nchi yetu ya Zanzibar. Ndio maana niko huku leo kuungana na wenzangu kuwapinga Chama cha Mapinduzi kwa uovu wao, kwa shari zao, kwa yote wanaotaka kuyafanya kwa nchi hii, kwa sababu hawajali, wanachojali ni maslahi yao. Unatuambia sisi wapinzani, kuna mjukuu wa Pili Hamisi pale ndio mwana sheria mkuu wa chama hichi. Hebu simama hivi wakuone bwana. Tuna mwana wa Yusufu Himidi, mjumbe wa kamati kuu, ndugu Mansuri. Hatuoneshe uwe wako. Hatuoneshe uwe. Ndugu zangu wa wilaya ya Kati, Chama cha Mapinduzi wameifanya hii ndio panga yao. Wameifanya huu ndio mzimu wao wilaya ya Kati. Walikuwa wakila pembeni, sasa wanakuja mwilini. Washamaliza matunda ya mapinduzi, washamaliza mapinduzi. Tunachotaka ni kuwanusuru wasije wakawamaliza na nyinyi. Ndugu zangu, ndio maana tunasema mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar. Mwaka huu ni wa kufanya nini? Jamani kule sijawasikia. Mwaka huu wa kufanya nini? Mwaka huu wa kuinusuru Zanzibar. Yote haya yanatokea kwa sababu nchi hii tumefanywa watumwa ndani ya nchi yetu. Tumefanywa watumwa ndani ya nchi yetu. Kwa sababu mtumwa ndio aliokuwa hachagui bwana. Na sisi wamefanya wanakaa wakapeana haidhuru wao hawajali kuwa. Umewatamukia, ndio maana unasikia huu ufisadi unaokwenda.
leo ya 9 yanazungumzwa, hawajajibu hata moja. Wao wanachojibu, haiwezekani mwananchi akapewa, mfanyakazi akapewa kima cha chini milioni 1. Jamani, unafanya watu wa nchi hii majua kiasi hicho? Leo hao wamekuja kuwafanya watu wanaona kwamba watu mtaendelea kuamini, kwa sababu leo aibu, fedheha, unamchukua mzee wa watu unaambia unampa pensheni ya 50,000, na kwa 50,000 hiyo umemfanya mtumwa. Kwa 50,000 hiyo umemfanya mtumwa. Kitambulisho njoo uchukue uandikishwe wewe, kiwesi chako tena, kwa sababu unapewa 50,000. Jamani, 50,000 unapata hata kipolo cha mchele? Sisi ndio tunasema jamani, wewe katika nchi ambayo mmesikia ufisadi, mabilioni ya pesa yanavyoliwa, kiasi ya kupewa 50,000, nawe unafika pahala unaamini kwamba huyu ananipenda 50,000, na wanakuja eti wanaambia hawa wakiingia wataziondoa. Tutaziondoa kweli, lakini tutazizidisha na mtakuja kuona. Sisi tutakuja na sera ya hifadhi ya jamii ambayo itawahusisha. Hii pensheni kwa wazee 50,000, hii fedheha kwa nchi, aibu kwa nchi. Tunakuja nao sisi, tunaoipanga ni kuwahusisha wastaafu, kuyatazama kwa ujumla wake. Mimi nimetumikia nchi hii nilivyotumikia. Nilipokuja kupigwa hesabu ya pensheni 70,000, mpaka leo mwaka wa 19 sijaichukua. Aibu, mambo mengine. Lakini wao unasikia mtu mabilioni wametumia kipindi hicho tulicho nacho, na nyinyi mnafahamu, mabilioni ya pesa kuwanunua wagombea wa vyama vingine. Wamewanunua kwa mabilioni ya pesa kuwalipia mikutano yao mikuu, walipia sijui kitu gani, usafiri, na mpaka wadhamini. Na mwisho tumeifanya nchi yetu imekuwa ya aibu, ya fedheha. Kuna watu leo unasema huyu ndio mgombea kweli urais, lakini yupo na Prado yake ya milioni 220 iko pembeni. Lakini mzee, wewe unapewa 50,000 na unataka uone, na wao wanataka waone kwamba wewe umepata. Jamani, hawa wamemaliza matunda ya mapinduzi, wameyamaliza na mapinduzi, sasa wako njiani wanakuja kuwamaliza na nyinyi. Ndio maana tukasema tunakwenda kuinusuru Zanzibar. Udokozi umekuweko serikalini miaka yote, lakini haijawahi kutokea ujambazi na ufisadi ulioko kipindi hichi. Mtu anaiba ndani ya miaka 3 ananunua ndege, na si moja. Tunakamilisha hizo taarifa za ya pili, siku tukiingia theater tuwaletee yote mawili. Jamani, sio ndege manja, sio ndege hawa wakutia ya kupanda bwana, ya abiria. Ni biashara yake mtu kaitoa mgongoni mwako wewe, anayesema 50,000 ndio kakupa pensheni. Anayesema wewe kwamba hawezi kukupa bilioni 1 kama ni mshahara wa kima cha chini. Aibu, fedheha. Jamani, mimi niwaulize watu wa Mpapa, niwaulize watu wakati. Jamani, tunataka tubaki katika udhalili huu? Tunataka tubaki katika dhulma hizi? Hatujazichoka.
Lakini dhulma kubwa kuliko zote na ambayo nataka ni imalizie ni suala la ardhi. Ni suala la ardhi. Kila unapopita kuanzia Mbuyu Tende, Fumba, Mgeni Haji, Bambi, sijui wapi, kila mtu analia ardhi. Siku hizi umekuwa ndio uchumi wa watu. Sasa hivi watu tena hawana aibu tena. Na inalotumika kichaka ni mambo mawili. Na haya mimi nataka niyafafanue kidogo. La kwanza, inatumika kichaka kikubwa cha kwamba ardhi ni mali ya serikali. Ndugu yangu wa Mpapa, kweli si kweli? Kwamba inaambiwa vipi? Ardhi ni mali ya serikali. Na kwa sababu ni mali ya serikali, wanaingia wakachukua wanavyotaka, wakakwambia watakulipa wanavyotaka, kama mtu ni ardhi ya baba yake au ardhi ya shangazi yake. La pili, leo utaambiwa kuna wawekezaji, kwa hivyo serikali inachukua kumpa mwekezaji. Jamani, kweli si kweli? Na la pili na nusu. Maana yake ili halali, lakini linalosimamiwa sivyo. Sasa hivi wanaweza wakaingia jeshi wakawaambia kwamba na hili ni eneo la jeshi. Jamani, kweli si kweli? Wanavyotaka wao. Jamani, tunachosema, hebu naomba tusikilizane. Kwa sababu ukiwa na elimu, ukiwa na maarifa, ikiwa jambo unalijua, ni dhima kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi tunafahamu vizuri sharia za ardhi, taratibu za ardhi, tunajua hii ni dhulma. Hatuwezi kuwaacha ndugu zetu mkadhulumiwa namna hii. Hili ni moja tunalokwenda kulikomesha. Kwa nini tunakwenda kulikomesha? Ndugu zangu, ardhi ya nchi hii tokea, nilikuwa nawaambia leo asubuhi, tokea wakati huo wa ukoloni, tokea wakati wa ukoloni, si walikuwa wakoloni? Maana nchi yetu walikuja ukana utawala kisultani, halafu wakaja Waingereza 1890 wakachukua nchi hii, tukiambiwa utawala sultani, lakini ulikuwa wa Kiingereza mpaka walipoondoka mwaka 63. Lakini hao Waingereza wenyewe walipokuja waliheshimu, wakatunga sharia namba 18 ya mwaka 1909 juu ya utaratibu wa kuchukua ardhi. Na sharia ile iliweka 1909, so 1919 au 1909, miaka 114 iliyopita. Leo pale Mgeni Haji nilikuwa nawaonesha kopi ya sharia ile ya mwaka huo. Na kwenye sharia ile iliweka utaratibu uliokuwa bayana vipi watu wapewe taarifa, mwenye malalamiko, serikali baadaye inaweka alama, inakwenda inakaa na wahusika, wanakubaliana juu ya fidia. Na kama mtu hakuridhika, sharia ile inasema mtu aende mahakamani, sio kufungua kesi. Shauri tu lipelekwe mahakamani chini ya hakimu, asikilize nani ana haki, nani hana haki. Kama ni haki, mtu katendewa haki, ndio serikali inaruhusiwa. Wakati wa ukoloni. Lakini hata baada ya mapinduzi mwaka 65, serikali ya mapinduzi
ilitunga sheria namba 13 ya mwaka 65 ambayo iliweka utaratibu wa kuzifafanua zipi ardhi za serikali. Na mwaka 92 baada ya mazonge mengi ya ardhi, mwaka 89 serikali ikaleta mtaalamu akaja akafanya utafiti juu ya matatizo ya ardhi Zanzibar, na akapendekeza kutungwe sheria 7. Miongoni mwa sheria zile, moja ilikuwa ni kuzitambua ardhi zote za Zanzibar, inaitwa land adjudication. Lakini la pili, ukishakuzitambua zisajiliwe. Tumefahamiana? Na ikaweka utaratibu wa namna ya kuhaulisha inapotokea kuhaulishwa, land transfer. Lakini kukawa na sharia ya kuweka chombo maalumu ya kusimamia ardhi, sharia ya kamisheni ya ardhi. Lakini mama wa sheria zote hizi ilikuwa ni sheria ya ardhi yenyewe. Nini haki ya ardhi, nini haki ya... Sharia hii ilisema, na hichi kichaka ndio wanachokitumia kwa kuupotosha watu. Sharia ile inatambua kwamba ardhi ni mali ya umma, sio ardhi ni mali ya serikali. Ndugu zangu wa Mpapa mnanisikia? Wabambi mnanisikia? Ardhi ni mali ya umma, sio ardhi kwamba ni mali ya serikali. Unaposema ardhi ni mali ya umma, maana yake serikali ina ardhi yake iliyotafsiriwa chini ya sheria namba 13 ya mwaka 65. Tumefahamiana? Lakini kuna ardhi za watu, na katika hizi ardhi za serikali ni pamoja ardhi iliyotaifishwa, ardhi iliyochukuliwa na serikali. Na serikali, ndio maana sharia yenyewe inasema serikali inaweza kugawa ardhi, iwe kwa mtu binafsi, iwe kwa mwekezaji. Inaweza kugawa ardhi ambayo inamilikiwa na serikali. Ndio sharia hii ya 92, kwa kizungu anaita Land Tenure Act, ndio inavyosema. Serikali haiwezi ikaja ikachukua ardhi yako ikaenda ikampa mtu mwingine. Hiyo ni batil, hiyo ni dhulma. Tumeelewana? Watu wa Mpapa mnanisikia? Wa mgeni haji mnanisikia? Ndio sharia ya nchi yetu. Kwa hivyo tunachosema kitu gani? Tunachosema, na ndiyo sera ya chama chetu, na ndiyo sera ya serikali ambayo tutakwenda kuisimamia. Serikali itakayoiunda ni kwenda kusimamia sharia hii kwa weledi, kwa uadilifu. Akitokea mtu kwamba anahitaji ardhi yako, anataka kuwekeza, tunachosema sisi, na ndio inshallah jambo nitakalo kwenda kulisimamia, ni kuja kukaa na wewe. Bwana, katokea mwekezaji anataka ardhi yenu, pengine kama mkoa 6, mkoa 5, huyu anataka hii ardhi yenu. Sawa, mwongozo wa kukodisha ni huu, mkodisheni. Serikali itawasimamia kukodisha ardhi yenu baada ya kuitambua. Na kwa sababu jambo la mwanzo utakalolifanya ni kuitambua ardhi yote ya Zanzibar na kuisajili. Jamani, ardhi ya Zanzibar yote ni ekari 650,000 tu. Serikali gani hiyo inaoshindwa kuitambua ardhi ya ekari 650,000? Itakuwa ina matatizo. Na siku hizi kuna teknolojia,
ya kuitambua bila kwamba kuweka kamba za kisasa kabisa. Kwa hivyo akitokea leo mwekezaji, tutakachomwambia tukishakubaliana itawasimamia mkodishe ardhi yenu. Ikiwa $1,000,000, ikiwa $2,000,000, ikiwa laki ngapi, hayo ni nyinyi wenyewe na huyu anayetaka kuwekeza chini ya mwongozo wa serikali. Tutakachofanya sisi serikali, tutachungulia, jamaa mnalipwa $100,000, sisi zetu $30,000 ndio kodi ya serikali kwenye kipato chako cha ardhi, wanaita tax on land rental. Ndio duniani, ndio ustaarabu nchi zinavyokwenda, nchi zinavyoendeshwa. Kwa sababu tukifika hapo mtashukuru, mtafurahi, mtaufurahia uwekezaji. Leo umekuwa uwekezaji ni adui yenu. Mkisikia kuna kuja mwekezaji, mnaingia misikitini mkaanza kuomba dua. Mnajua na kama hiyo inakuja. Sisi tunapotaka kuafikisha, mkisikia anakuja mwekezaji, mseme alhamdulillah, neema hiyo imekuja. Kwa sababu neema hii ije kwenu, serikali ipate, kwa sababu kutumia kwa watu wote, lakini na nyinyi mnajua ndugu zangu, ukimngoa mtu kwenye ardhi, huyo umemtoa roho yake nyingine. Maana roho ya binadamu ni aliyopewa na Mungu, ndio hii anofanya akavuta pumzi, lakini roho ya pili ya maisha yake ni ardhi yake. Ukimngoa kwenye ardhi yake, huyu roho ya duniani hana tena. Atakuwa ananing'inia, atakuwa anayumba, huyu ni masikini, huyu ni mtumwa katika nchi yake. Tumefahamiana? Kwa hivyo tunalifanya hili, ndio sharia za nchi yetu, ndio inavyotakiwa, na ahadi yetu kwamba hayo ndio tutakao kwenda kuyasimamia. Lakini ahadi yetu ya pili, ndugu zangu, ahadi yetu ya pili, yeyote aliyedhulumu ardhi ya mtu tutaichunguza, na tukiridhika tutamwambia iteme, itapike. Ataitapika, tutaichukua, tutakurejeshea mwenyewe uliyedhulumiwa ardhi yako. Hii ni ahadi yetu, huu ni wajibu wetu ndugu zangu. Tumekuja sisi kwa dhati, dhamira yetu ni kuwatumikia ndugu zetu. Nchi yetu tusiifikishe pahala ikawa ni nchi ya madhulumu watupu. Iwe ni nchi ya watu wanaishi katika nchi yao kwa amani, kwa raha, kwa furaha, wakijua kwamba wanayo serikali ambayo haikubali wadhulumiwe. Wanayo serikali inayotimiza wajibu wake kwa kuwasimamia maslaha yao. Hayo ndiyo mapinduzi. Mapinduzi si kuvaa nguo ya kijani ndugu zangu. Tumefahamiana? Mapinduzi si kuvaa nguo ya kijani, hiyo unajizuzua, lakini si hatuzuzuki. Sisi tunasema mapinduzi ni matunda ya mapinduzi, ni wananchi kufaidi matunda ya mapinduzi. Hatutokubali haya tuyale tuyamalize, kwa sababu sisi hawa waliotaka kwamba wayale na mapinduzi, hawa tunasema tunakwenda kuyakomesha. Ndio maana tulikuwa tunasema juzi, tulikuwa Ziwa Maboga pale, tuambia sisi sera yetu ya kwanza ni hifadhi ya nchi yetu, na hifadhi ya nchi yetu ni usalama wa raia wa watu wa Zanzibar. Na usalama wa watu wa Zanzibar sisi ni kumjua nani mwenye nchi kwanza, chama chake swala lake jengine, hiyo yeye na chama chake na bendera yake.
wala hatuwezi kumlazimisha mtu toka chama hichi ingia chama hichi lazima uje kwetu, kama wanavyofanya watu sasa hivi. Kupewi kazi eti mpaka uwe na kadi ya CCM. Haya mambo jamani, mapenzi ya mtu unayaingilia kwa nini? Si ndio alivyochagua? Haya mapenzi yake, haya hiari yake yamelindwa na katiba na sharia za nchi yetu. Kwa nini umlazimishe? Kwa nini umbague? Unakuwa wewe si kiongozi, umepita mbele tu. Kiongozi ni kulinda kila haki ya mwananchi, na ndio ahadi yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema kwenye suala la ardhi, hii dhulma ya ardhi, inshallah hii tunakwenda kuitia mwisho. Tunakwenda kuifikisha mwisho wa dhulma ya ardhi ya wananchi. Tunafahamiana? Jamani, tuko pamoja? Tuko tayari kwa hilo? Au tumeridhika na aliyoko? Naam. La mwisho nimalizie. Ni kilimo. Maana huu ndio mfuko wetu, ukanda huu ndio mlishaji wetu. Lakini nao sasa mlishaji anatafuta mtu wa kumlisha. Maana watu wamenyang'anywa ardhi za kilimo, wameondolewa, sasa na wao wamekuwa omba. Badala ya kwa wao wazalishe, walishe wengine. Sisi tunachosema, ardhi yote, iwe ya serikali, ya watu binafsi, kama ni ya kilimo, tutakwenda kuisimamia izalishe. Kama mwenye ardhi hawezi, tutazungumza naye, tutatafuta utaratibu, lakini ardhi ile lazima itumike kwa kilimo, kwa kuzalisha nchi hii. Kama ni ya vikosi, sisi tunajua kuna vikosi vina ardhi chungu zima. Ina ardhi kubwa, ekari zaidi ya 6,000 na hazitumiki. Sasa hivi unaambiwa kapewa mwekezaji kwenye swala la kilimo. Mwekezaji namba 1, serikali itakayemwezesha ni mwananchi. Huyu ndio mwekezaji. Kilimo ndio kutafuta mwekezaji. Sisi tunasema tumejenga, ndugu zangu, masoko. Jumbi kuna soko. Jamani, niambieni nyinyi, yanauzwa ni mazao kutoka Bambi, ni mazao kutoka Mpapa, ni mazao kutoka Mgeni Haji? Naam. Au yanayotoka Pagali? Ni mazao yanayotoka nje ya Zanzibar. Jamani, kweli si kweli? Kweli si kweli? Sisi Zanzibar tuna sasa, ikiwa kama mazao yanauzwa pale yanatoka nje ya Zanzibar, kwa nini mwananchi wa Zanzibar apate gharama ya kujenga masoko yale? Kwa sababu yanatoka mgongoni mwetu. Sisi tumtengenezee miundombinu auze mazao yake. Kwa hivyo tulichofanya, tumewatengenezea wenzetu, tumewatengenezea wengine pahala pazuri pa kupata soko la mazao yao. Sisi tunachosema, tunakwenda kuwafanya Wazanzibari soko hizo ziliopo ziwasaidie kwa kupata sehemu ya wao kuuza mazao yao. Ndugu zangu, nchi hii ina hoteli zaidi ya 700, lakini 80% ya mazao ya mboga ya kila kitu yanauzwa katika mahoteli hii, mahoteli haya yanatoka nje ya Zanzibar. Mwananchi wa Zanzibar kabaki ni maskini, analia njaa, analia umaskini. Sasa serikali unafanya nini? Eti ndugu zangu, tunachosema sisi, sera yetu ni kumwezesha mwananchi wa Zanzibar, mkulima apate, alime,
tumsaidie teknolojia ya kisasa. Jamani, sasa hivi kuna teknolojia kubwa ya kilimo na si ya bei ghali. Sisi wajibu wetu wa kwanza si vitu, wajibu wetu wa kwanza ni watu, kuwawezesha maisha yao yawe bora. Na hili linawezekana, wala si bei hata 1% ya hayo yanayotumika kujenga masoko. Ahadi yetu sisi ni kumwezesha mwananchi alime kisasa. Unalima tungule mara moja, unavuna miezi 4. Ndio utaratibu wa kisasa. Na wapo wenzetu ambao wametangulia wanafanya hayo. Kuna mradi mkubwa lakini mpaka leo haujapewa kibali na serikali, haujatekelezwa na serikali, ambao ungeweza kuwawezesha wananchi wakulima wakaweza kulima na wakauza wakapata faida. Hakuna sababu mboga inauzwa mahoteli itoke nje ya Zanzibar, itatoka Pagali, itatoka Bambi, itatoka Mgeni Haji, itatoka Mpapa. Uwezo huo upo, uwezekano huo upo, na ndio ahadi ya serikali ishakwenda kuiongoza. Haya tunakwenda kuyakomesha, ndugu zangu. Kubwa sisi tunachosema ni kuwawezesha, na tutakuwa na mfuko maalum wa kuwawezesha wakulima, kuwapatia ardhi na pembejeo na utaalamu. Wananchi wa Mpapa utaishi vipi tena na njaa? Sasa hayo ndugu zangu, tunasema sisi ni katika mambo tutakayokwenda kuyasimamia, ndio wajibu. Tumekuja kuwaambia hayo. Takachohitaji ni jambo moja tu ndugu zangu, ni nyinyi kuchagua kama mnayataka. Ni nyinyi kuchagua kwamba haya tunayataka, yana maslaha kwetu, yana maslaha kwa nchi yetu. Jamani ndugu zangu, njia ya kusema mnayataka ni kura zenu, mnikopeshe kura zenu. Jamani ndugu zangu, mko tayari kunikopesha kura zenu? Hebu niwaone, tunyenyue mkono basi. Tuko tayari? Ahadi yangu kwangu mimi, kwenu nyinyi, ni kuwatekelezea haya ambayo nimewaeleza. Kwa sababu tuna uwezo nayo, tunafahamu na tuna dhamira haya kuyatekeleza, ili muishi nyinyi na watoto wetu na wajukuu zetu na kizazi kijacho waishi katika raha katika nchi yao, sio kwa unyonge. Na ili hayo niweze kuyatekeleza vizuri, niwaombe na wasaidizi, mnipe na hawa wasaidizi, madiwani, wawakilishi na wabunge. Naomba ndugu zangu, niwaite haraka hapa, muwaone, muambie kwamba kweli mtawapa kura. Na leo tutaanza, tuna majimbo mawili hapa. Tutaanza na jimbo la Uzini. Diwani mgombea wetu wa wadi ya Bambi, ndugu Omar Said Omar. Hello. Za kijani wechagua ACT. Haya wabunge tunao, wapenda maendeleo, wawakilishi tunao. Jamani, mmemuona? Mtampa kura zenu? Mtamuombea kura? Wasalimie bwana. ACT Wazalendo. Mimi Zanzibar na mimi. Zanzibar na mimi. Mimi na Zanzibar. Mimi naitwa Omar Said Omari, mzaliwa wa Bambi na Umbuji. Naomba kura zenu kupitia tiketi ya diwani. Asante sana. ACT Wazalendo, mgombea wa udiwani
wadi ya Kiboje, ndugu Mtumwa Hamis Ramadhani. Ndugu Mtumwa Hamisi Ramadhani. Chachafuza kijani wechagua ACT. Haya wabunge tunao, wapenda maendeleo. Kamate kwa mkono. Jamani, mmemuona? Mtampa kura zenu. Haya, wasalimie kidogo. ACT Wazalendo, Kwanza leo na kesho. pandisha Tanga, Shusha Tanga. safari Inaendelea. jamani. Naomba, mie ni mzaliwa wa Kiboje, naomba kura zenu kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo pamoja na rais wangu Osman Masudi inshallah. Asante sana. Nashukuru. Mmemuona Damtumwa? Kura zetu tutampa. Mgombea uwakilishi dada Salma Hussein Zarali. Haya mwambie mwezio, ukoga tuwe kibao. Haya chachafuza kijani wechagua ACT. Haya wabunge tunao, Jamani, mmemuona? Tutampa kura zenu. Wasalimie. ACT Wazalendo, badilisho na uwazi inshallah. Mimi naitwa sana Hussein Zarali, nafikiri kwa jimbo la Uzini lote hakuna ambaye hanijui. Nishagombea mara 3 na kila nikija mnanitoa kapa. Mara hii nipeni. Mtampa. Asante. Jamani, mmewasikia wa Uzini? Atumalize na jimbo la Tunguu. Na Sheikh Habisi bado wa jimbo la wadi ya Kwani. Ndugu Hamis Bakari Dadi, bahati mbali sikuliona jina lake hapa. Huyu ni mgombea udiwani wadi ya Kwani. wapenda maendeleo, wawakilishi tunao, pamoja na madiwani. Mmemuona? Mtampa kura zenu. Wasalimie Shabisi. ACT Wazalendo. Jamani, mimi ni Hamis Bakari Dadi, mkazi wa Kidimni. Nakuombeeni kura zenu insha Allah. Asante. ACT Wazalendo. Tunamalizia jimbo la Tunguu, ndugu Makame Abdallah Makame, wadi ya Ubago. Wabunge tunao, wapenda maendeleo, wawakilishi tunao, pamoja na madiwani. Haya mwambie mwezio, Mmemuona? Tutampa kura zetu. Wasalimiwa. ACT Wazalendo, shusha Tanga, safari. Jina langu Makame Abdalla Makame, mgombea udiwani wadi ya Ubago. Naomba kura zenu na wagombea wangu wote. Asante. Ndugu Ali Mzee Ali, wadi ya Jumbi. Ndugu Ali Mzee, wadi ya Jumbi. na madiwani. Haya mwambie mwezio, ukoga tuwe kibao. Mmemuona? Tutampa kura zetu. Wasalimie bwana. ACT Wazalendo. Haya, mimi naitwa Mzee Ali Mzee, mzaliwa wa Unguja Ukuu Kaipwani, naishi Jumbi, nagombea kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Naomba kura zenu pamoja na waheshimiwa wangu wote. Asante. Wadi ya Bungi, ndugu Hamis Mwinyi Said. Tunao, wapenda maendeleo, wawakilishi tunao. Mmemuona Sheikh Hamisi?
Mmemwona? Tutampa kura zetu. Asanteni sana wasalimiwa. ACT Wazalendo, Shusha Tanga, Safari. Kwa jina naitwa Salum Mwinyi Saidi, mzaliwa wa Uzi. Naomba kura zenu pamoja na wagombea wote wa chama cha ACT Wazalendo. Asante sana. Shukrani. Tunamalizia uwakilishi na mbunge ndugu Hamis Malik, mgombea wa uwakilishi jimbo la Tunguu. Pamoja na madiwani haya mwambie mwezio ukenda tuwe kibao haya chachafuza. Mmemwona huyu mtetezi wetu ndani ya baraza la wawakilishi. Haya yote tulioahidi, yeye ndio atakuwa dhamana kwa jimbo la Tunguu. Tutampa kura zetu. Wasalimiwa. Oha! ACT Wazalendo, Shusha Tanga, Safari. Maendelea. Mimi naitwa Hamis Malik Hamisi. Nagombea jimbo la nafasi ya uwakilishi. Naomba kura zenu ili nimsaidie Mheshimiwa Othman Masudi Othman kuwa rais wa Zanzibar. Mimi nitakuwa msimamizi, hataonewa mtu katu. ACT Wazalendo. Asante sana. Naomba kura zenu zote za ndio kwa wagombea wetu wote wa ACT katika mkoa huu. Asante. Tunamaliza na baba lao, mgombea ubunge jimbo la Tunguu ndugu Shaban Idi Ame. Haya mwambie mwezio ukenda tuwe kibao haya chachafuza kijani wechagua ACT. Haya wabunge tunao wapenda maendeleo, wawakilishi tunao. Mmemwona wakwenda kuwadaia haki zenu ndani ya bunge. Mmemwona? Tutampa kura zenu. Wasalimie bwana. ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Shusha Tanga, Safari, Safari. Kama mlivyofahamishwa, naitwa Shabani Diame aka Jembe. Ni mbunge ambaye sitokuwa bubu katika bunge la Jamhuri ya Muungano kama mimina, na kwenda kudai haki za Wazanzibari, na hasa watafanya mambo mawili: Weza watanisikiliza au watanifukuza bungeni. Sawa sawa. Serikali lazima ziwe tatu: yao, yetu na ya muungano kama kawaida. Asanteni sana. Shukrani. Tunamalizia ngwe ya wabunge kwa mbunge mgombea wetu jimbo la Uzini ndugu Vuai Abdul Kadir Makame. Haya wabunge tunao. Mmemwona? Bendera chuma, mlingoti chuma, au sio? Tutampa kura zetu. Asante, wasalimiwa. ACT Wazalendo, Shusha Tanga, Safari. Naitwa Vuai Abdul Kadir Makame, mgombea ubunge jimbo la Uzini. Naomba kura zenu kwenda kuisimamia katiba itaoleta serikali tatu: Zanzibar, Tanganyika na muungano. Asante sana, naomba kura zenu. ACT Wazalendo, ndugu zangu nawaomba, ahadi ni deni. Tumewaahidi, mmetuahidi. Twende kwenye uchaguzi tukiwa na amani. Tunakwenda kwenye uchaguzi huu tukiwa washindi.
Tunakwenda kwenye uchaguzi huu tukiwa tunachokwenda ni kulinda ushindi wetu. Mmewasikia nyie Chama cha Mapinduzi wanachopigania, wanachopanga ni udanganyifu, ni wizi, lakini sio kupata kura, kwa sababu wanajua wananchi wa Zanzibar wamewachoka. Huu ni mwaka wa kufanya nini? Na tunarudi pale pale, tunasema mwaka huu ujinga sasa, ujinga sasa. Twende tukainusuru Zanzibar, tuko pamoja. Na washukuru sana, asanteni sana.